Tumeweza kuona namna ambavyo maisha ya bibi Zuchu yanazidi kutaabika huko. Kiukweli Jacqueline Wolper ameweza kuongea mengi juu ya bibi Zuchu na kusema kwamba dada yangu Zuchu au mdogo wangu Zuchu amekuwa moja kati ya mtu ambaye anatamani sana kuweza kufika mbali katika swala zima la mahusiano. Wenzake tulijaribu sana kuweza kuwaonesha wanaume zetu upendo, lakini upendo huo ilikuwa kama fimbo ya sisi kuweza kutuchapia. Hivyo yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila kitu ambacho kilichoweza kutokea katika maisha, kwani tumejifunza vingi juu ya haya maisha, na wengi wao walitamani sana kuweza kujua vingi juu ya haya mambo ambayo tumekuwa tukipitia katika maisha. Na leo hii tunakili na kusema kwamba katika kila jambo katika kila jambo kumekuwa na changamoto zake, ila ninaamini Zuchu bado hajachelewa. Ana uwezo wa kusolve hili na kila kitu kitakuwa sawa, kwa sababu kuna mengi ambayo amekuwa akiyapitia katika maisha yake. Hivyo anatakiwa kuweza kusolve kabla mambo mengine hayajaanza kuharibika, kwa sababu tunajua ni mtu ambaye ni mpambanaji na anatamani kuweza kuona akifika mbali zaidi katika kila hatua ya maisha ambayo anayopiga. Hivyo kwenye hiki kinachoendelea sasa, Mungu pekee ndiye ambaye atakayeweza kumsimamia na kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika mikakati na misingi iliyo bora, maana kila mtu anaamini kwenye kile ambacho anachokiamini, na wengi wao wakasema kwamba kwa hiki kinachoendelea sasa, wacha tuone mwisho wake itakuwaje, maana kuna mengi ambayo anatakiwa bibi Zuchu aweze kujifunza kutokana na haya ambayo yamekuwa yakiendelea, maana kuna vingi ambavyo watu wengi wanatamani sana kuweza kuelewa. Hivyo yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kumfanya bibi Zuchu aweze kuwa moja kati ya mwanamke ambaye shupavu wa kuweza kudumu na bwana mkubwa Diamond Platnumz, kwani Diamond Platnumz ana mapungufu na madhaifu na ana macho ya juu. Kila mwanamke anahitaji kuweza kutoka naye. Sasa hicho ndicho ambacho alichoweza kukizungumza dada yetu Wolper na kumpatia bibi Zuchu ushauri kwa hiki ambacho kilichoweza kutokea katika ndoa yake. Bwana, mimi sina la ziada, uwacha nikutakia siku njema na kazi njema.